Taarifa tunaanza nayo ni ya hapa Dar es Salaam. Usna ni mwaka juzi 2023 tulifanya interview hapa na Mentor Cherry ambaye mwana dada huyo alikuwa katika mahusiano na kijana ambaye nafikiri ilikuwa katika msimu ule wa mapenzi mubashara. Ambapo wanasema kwamba yeye anaishi na maambukizi lakini mume wake hana maambukizi. Hiyo ni tangu hawajaoana wakakubaliana hivyo mpaka wameingia katika wameingia kwenye ndoa. Na walizungumza mambo mengi sana hapa na sisi tulikuwa tukiuliza maswali mengi sana kuhusiana na maisha yao na jinsi ambavyo wao wanaishi. Sasa nikaona jana kuna video clip ambayo alikuwa akizungumza. Anazungumza kama mambo mengi sana. Yeye Mentor Cherry. Anazungumza mambo mengi sana ya kutia moyo, namna ya kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kujitambua, kujithamini, kujijali. Huwa tunapata elimu hiyo sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa nikaona jana video ambayo aliposti kwenye Instagram yake ilikwenda zaidi baada ya kuzungumza kwamba utamtambuaje mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, utamtambuaje mtu ambaye anatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Ndio. Na akataja maeneo kwamba hasa kwenye unyayo utaona kuna vidoti vingi. Unyayo wa kukanyagia miguuni kwenye unyayo. Mikono viganja. Okay. Ushelewa yani kuna vidoti vingi. Na naona kwenye magrupu ya WhatsApp story hii ilikuwa ni kubwa sana ikiwa inatembea. Yani ikiwa inatembea kuhusiana sasa watu kujadili kwamba kumbe pengine ukiona mtu ana hali hiyo basi ujue kuna tatizo. Na nikaona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wakaanza kuwajadili mpaka vijana ambao wanawafanyia usafi wa kina dada na kina kaka. Okay. Kwamba bana kutokana na hali hii hawa watu watakuwa wanajua vitu vingi sana kuhusiana na unyayo. Sawa. Yani watu wakawa wana discuss sasa, wanajadili katika mitandao ya kijamii. Labda pengine kwa faida ya msikilizaji kwa hiki ninachokizungumza na video ambayo imekuwa ni kubwa ni hii hapa ambako Madam Cherry huyu Mentor akiwa anazungumza kuhusiana na hili ambalo nimewasilisha. Ukitaka kufahamu kama unaishi na mwenza ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na amekuficha, hii ndio kodi namba 1 ili uweze kumtambua. Unyayo wa mguu utakuwa na vidoti vyeusi kuanzia kidole gumba cha mguu mpaka kwenye kisigino. Naomba tuelewane hapa. Achana na nyinyi ambao mnaniambia sijui ni genetics, sijui ni nimechomwa na mwiba. Vidoti ninavyozungumzia ni kama hivyo hapo kwenye mguu wangu. Ni tofauti kabisa na vidoti vya genetics na vitu ambavyo vimemchoma mtu mguuni. Sawa? Kama hana HIV, akikwambia vidoti mimi sina HIV, basi ana tatizo lingine kubwa la kiafya linalofanana na HIV, akwambie ukweli. Watu tunaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, nyayo zetu za miguu hazini nyeupe kama watu ambao hawana changamoto yoyote kiafya. Nyayo wetu unakuwa tofauti na watu ambao hawana changamoto yoyote kiafya. Akikwambia hana HIV, basi mwambie akwambia ana tatizo gani la kiafya ambalo linamsababisha apate hivyo vidoti. Sawa? Unless otherwise hakuna. Akiwa na vidoti ujue ana shida. Nawapenda sana, stay safe and bye bye. Umesikia Usna Abdul? Yani hivi saizi kila mtu ananyanyua unyayo wake kuangalia. Naangalia. Au kuna mwenzio bana bibi naomba niangalie unyayo. Tatizo hili. Sasa kumekuchaje? Nimeona chapisho la Wizara ya Afya. Sawa. Kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ambako kuna taarifa kwa umma kuhusiana na uvumi na namna ya kutambua mwenza anaishi na virusi vya ukimwi unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Na umetolewa Juni 11, 2025. Labda ni usome kwamba Wizara ya Afya imeona taarifa ya video inayosambaa katika mitandao ya kijamii wa Instagram inaonyesha mtu anajitambulisha kuwa anaishi na virusi vya ukimwi kwa jina la Mentor Cherry. Mtu huyu anatoa taarifa kuwa dalili mojawapo ya kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi ni mtu kuwa na vidoti vyeusi katika kidole gumba la mguu hadi kwenye kisigino. Mtu huyu ameenda mbali zaidi na kuyasa jamii, hasa waliopo kwenye mahusiano, wachunguze wenza wao wasiojua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwamba kama wenza wao watakuwa na madoa hayo itawezekana kutambua kuwa wanaishi na VVU na kuwa watu wanaishi na VVU
nyayo zao haziwi nyeupe. Lakini wizara pia imesikitishwa na taarifa hizi na inakanusha taarifa hiyo ambayo inapotosha jamii. Lakini ukweli ni kwamba uweze kumtambua mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kumwangalia kwa macho au kwa kuangalia baadhi ya dalili kama ilivyoelezwa kwenye video hiyo. Njia pekee ambayo mtu anaweza kutambua hali yake ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kufanya vipimo kwa mujibu wa miongozo iliyopo. Lakini pia wanasema wizara inaiasa jamii kupuuza taarifa hizo, na wale wote wanaotaka kujua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi wafike katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kupima na kutambua hali zao. Katika hatua nyingine, wizara ya afya inatoa onyo kwa watu wote ambao sio wataalamu wa afya kujiepusha kutoa taarifa za afya huku wakijua hawana weledi na taaluma ya kufanya hivyo. Hatua kali za kisheria zinachukuliwa dhidi ya mtu yoyote atakayetoa na kusambaza taarifa zinazopotosha jamii na kufifisha juhudi za serikali na wadau katika kupambana na maambukizi ya VVU. Kwa taarifa zaidi piga namba 117 au 199 bila malipo. Taarifa hii imetolewa na Wizara ya Afya. Nimependa Wizara ya Afya kutoa hii taarifa haraka sana, kwa sababu mambo ya afya hayapimwi kwa kuzungumzwa kama hii. Kwa nini uzungumze vipimo vipo? Kwa sababu vipimo bure kabisa. Yaani kwa nini ulete taharuki? Kwa sababu pia hiyo inaleta shida nyingi kwenye familia. Mtu anaweza kaona akaenda akamwangalia mwenzie akaja kama kumbe akamkimbia. Maskini ya Mungu pengine wala hana hiyo shida. Lakini mwingine anaweza akajiangalia akamwangalia mwenzie akaona huyu mwenzangu hana. Kumbe ndo mwenye matatizo. Kwa hiyo kama hivyo alivyofafanua kwamba huwezi kumjua anaishi na maambukizi kwa kutafuta viashiria vya namna hiyo mpaka pale utakapofanya vipimo. Usije ukamwona mtu ana hiyo ukasema ndio yuko salama, kumbe ndo hayupo salama. Na unaweza ukamnyanyapa mtu kwa kumwona kumbe hana shida hiyo. Mbona vitu ni vipesi tu? Vitu ni vipesi. Kwa nini tutafute dalili? Kwa nini usipime? Na unaweza kumkuta mtu maskini ya mtu labda ana majeraha au wao yani yeye mwenyewe alishaye kupata changamoto huko katika makuzi yake. Ana alama zake katika unyayo. Uone kama utafuta taharuki katika mahusiano yao. Ndio hiyo. Ni taharuki. Taharuki kubwa sana. Sio nzuri. Ingia na pressure. Sio nzuri. Vipi kwa watoto? Unaweza kumfanya mtoto akacheza vibaya na wenzie. Watoto wakaambiana, "Mwaneni huyu walisema." Walisema. Vipi ambaye ndio ameamini? Ndio. Kuisafisha hiyo na kuaga sabuni ya unga kabisa. Kwa hiyo majibu sahihi ni kufanya vipimo. Ndio utajua nani ana changamoto gani. Na wewe uweze kujua afya yako vile vile uanze matibabu. Sawa sawa. Usna, tukiachana hilo kuna jambo moja nimejifunza katika maisha. Kwamba ukimwona mtu ana mali yake, yawezekana ile mali wewe kaichukulia ni ndogo, yawezekana ni fedha. Au kitu chake cha mtu tu ukamdhulumu. Basi ujue umemkosea pakubwa sana. Tangu hapo hivi. Umemkosea pakubwa sana. Yaani na ukiwa unadaiwa na mtu na ukawa unamzungusha na ule uwezo pia wa kumlipa unao, lakini ukawa unamzungusha tu, basi ujue umkosei hata yule mtu. Hata Mola wako pia unamkosea, kwa sababu haki ya mtu bwana haipotei. Haki ya mtu haipotei. Na nazungumza hivyo sana kwa sababu kuna taarifa niliona hapa. Nikawa imenitia unyongi mkubwa sana. Ya mzee mmoja anayefahamika kwa jina la Joseph Milau, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 50, mkazi wa Nambele, wilaya ya Rumeru kule kwani Arusha. Anadaiwa kufariki dunia kwa kujinyonga ndani mwake. Na nikaona mjumbe kwa maana balozi wa eneo hilo bwana Lucas Kabaha ambaye pia alikuwa akizungumza kuhusiana na tukio hili. Lakini taarifa zinahusishwa kwamba mzee huyu alidhulumiwa mbuzi. Shalifahamu? Yawezekana mzee huyu, mbuzi huyu alikuwa anataka kamuuze ili apate chochote cha kuweza kujikimu katika maisha yake au familia yake. Wewe unakwenda kwa sababu unachukulia yule kwa sababu ni mzee na unaweza kumdhulumu, unapeleka matatizo makubwa kama haya. Na hili tukio Usna lilikumbusha lile tukio la yule mzee ambaye alikwenda kutuma fedha.
aliambiwa narudisha muamala wa 400,000. Unakumbuka ile? Nakumbuka. Kwa wakala. Wakala akatuma ile 400,000 kwa ile namba. Alafu wakala akamwambia mzee naomba 400,000. Mzee akamwambia sio hiyo pesa nimekwambia urudisha kwenye simu yangu. Anaambia mzee hapa hakuna hela. Bwana. Wewe mnyambie nitume hela. Ikapelekea mpaka ule mzee pressure ikapanda, akaanguka, akapelekwa hospitalini, akapoteza maisha. Watu wamekuwa hawana huruma kwa maisha ya watu, kwa baadhi ya watu. Ni mambo ya kusikitisha sana. Sasa mjumbe yupo hapo Bwana Lucas akizungumza kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea mkoani Arusha la mzee wetu kupoteza maisha, Bwana Joseph Melao. Mimi naitwa Lucas Alfayo Kaba. Aliyejinyonga ni mbalozi wangu, yuko kwenye kitongoji changu. Kwa hiyo muda wa sasa hivi kwenye saa 9 kasorobo ni kapigiwa simu kwamba nije hapa, sababu kuna mtu ambaye amejinyonga. Alinipigia sasa hivi simu, ni kuna mwananchi mwenzangu ambaye ni wabalozi wangu ambaye ni mwanajeshi, ndio ikawa kaniita kwamba nije hapa kwa sababu kuna mtu ambaye amejinyonga yuko hapa. Sasa baada na mimi kufika hapa, ni kweli kabisa nikakuta kwamba mtu mwenyewe kwamba yuko amenying'inia, kwa hiyo ina maana amejinyonga. Hasa nikachukua maamuzi tu, nikampigia mwenyekiti wa kijiji. Baada ya kumpigia mwenyekiti wa kijiji kumpa taarifa kama hii, na yeye akapokea, akaniambia ngoja aongee na diwani. Baada ya sasa ndio yuko ndio anazungumza na diwani. Sasa nafikiri kwamba watakuwa wameshapeleka swala labda kutafuta polisi kwa ajili ya kuja kuangalia mwili hapa. Nilipokaa nikamuita tena mwenyekiti wa kitongoji, na bahati nzuri na yuko hapa ameshafika, kwa hiyo ameshamuona. Kwa hiyo ndio hali halisi mimi ambaye ninao fahamu kwa marehemu huyu ambaye amejinyonga. Taarifa ya mama imetoa balozi wa kitongoji huko Arumeru mkoani Arusha kuhusiana na tukio la kusikitisha la mzee wetu huyu. Bwana Joseph, tunasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake liwe yapumzike kwa amani. Amina. Amina. Mingineo nimeona maduka 17 katika eneo la Buselele wilaya Chato kwa Geita kule yameteketea kwa moto ambao chanzo chake hakijafahamika. Sijui kama usimekutana nayo hiyo. Maduka yakiwa yanateketea, moto ni mkubwa sana, ambako Bwana Hussein amezungumza na mrakibu huyu mwandamizi wa kamanda pia ni kamanda wa zimamoto Geita ambaye anaitwa Bwana Hamisi Shabani Dawa, ambaye anazungumza kuhusiana na tukio la ajali ya moto. Kubwa zaidi haya ni machache kati ya mengi ambayo yanahusu taarifa hii. Naitwa mrakibu mwandamizi kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, Hamisi Shabani Dawa. Kwa jana tarehe 10 tulipata taarifa ya tukio saa 3:34 usiku pale Buselele kwa karibia na stendi ile ya IC magari pale. Kuna maduka alikuwa yanaungua moto. Tukatoa gari kuelekea hapo na tukashirikiana na wenzetu wengine kutoka GGM pamoja na Airport Chato, gari ya zimamoto na gari za moto hapa mjini. Kwa hiyo tulimaliza moto saa 9 alfajiri. Kilichoathirika pale ni frame za duka 17 pamoja na store zake. Maana yale maduka ndani yana frame mbele, nyuma yana store. Lakini hakuna uharibifu, maana hakuna kifo wala majeruhi, ila tu ni uharibifu wa mali. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye harakati za kujua chanzo cha tukio pamoja na tathmini ya gharama ya mali zilizoharibika. Ni frame 17 zilizoungua. Na tumeokoa zaidi ya frame 40 ambazo hazikuungua. Sawa. Sawa ni ile na frame nambo na yani pande wa pili na upande. Pole sana. Na hiyo na sasa ndio nakumbuka kipindi kile tunazungumza kuhusiana na masuala ya tulitembelea Sabasaba kama unakumbuka. Tukawa tunazungumza na fanya biashara. Lakini pia kama unakumbuka ajali ya moto pale Karume. Fanya biashara pale Karume. Kama unakumbuka. Ndio. Na ndio kama unafanya biashara hii hauna bima na nini, changamoto inakuwa ni kubwa. Ndio hapo sasa. Umuhimu wa bima. Umuhimu wa bima ndio unauona. Na kuna baadhi ya wafanya biashara kwa wanazungumza, bwana mimi jana nimechukua mkopo. Nimechukua mkopo na wiki moja tu. Acha bwana. Bidhaa zote nimeleta humu katika biashara. Lakini umesahau kuchukua kukata bima. Kwa hiyo ni wakati mwingine wa kuweza kukukumbusha wafanya biashara. Kabisa unasema ngoja nitafanya tu. Nitafanya. Maana wafanya biashara nao bwana hela yao muda wote inaagiza mzigo. Na ajali la moto kama hivi huwezi kujua kwamba ni lini, saa ngapi. Huwezi kujua. Kama tunavyoambiwa kwamba laiti kama ungejua mwizi anakuja saa ngapi nyumbani,
ungekesha, usingelala, ungemsubiri. Ungemsubiri, mngejipanga kama familia, mnajua jinsi gani ambavyo mnampokea. Ni huko kupokea. Lakini kutokujua ndio kule ambako kunapelekea athari na madhara watu kupoteza vitu vyao. Ushaelewa? Na nimeona hivi asubuhi tumeamka na video clip ambayo inaonyesha Kariakoo, kama umeiona. Leo hii bwana mmoja ambaye ni mjenzi katika ujenzi gorofa hivi ameanguka kutoka juu kule. Alafu unajua kwenye ujenzi kuna zile vitu vya kuzuia inakuwa kama tambara kijani hivi. Anakuwa anazungushiwa hivi, unajua ile. Kwa hiyo bwana amenasa, yani kichwa kikiwa juu, chini miguu juu. Kwa hiyo hiyo kama nusura kwake. Nusura Kwa hiyo watu kwanza, mara kwanza ilikuwa na amekaa kimya tu. Kwa hiyo watu wakasema pengine labda na alikuwa amepita pita kwenye waya za umeme. Wakawa nahisi labda pengine amepoteza maisha. Lakini baadaye yule bwana akaanza kuhangaika. Nimeona sasa hivi bado video zinatembea. Washamtoa. Ngazi, watu wanaeka ngazi, wanapambana kuendelea kumtoa. Kwa sababu mwanzoni watu wanakataza, "Wewe msimguse." Wanahisi labda umeme. Wanahisi labda umeme. Lakini baadaye baanza kutikisika hivi. Naona wamefika pale TANESCO. Maskini. Na ngazi zimeanza kupangwa. Kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kumuokoa. Tuchukue tahadhari nyingi sana jamani. Muda wote. Sawa Ndio. Jana tulizungumza hapa kuhusiana na kauli ya kamati ya bodi ya ligi. Ambako walizungumza na nikaona msemaji afisa habari wa timu ya Young Africa walizungumza na akazungumza mambo matatu, mapendekezo yao matatu. Hili yaboresho yafanyike ndio yawezekana tena wakaangalia mustakabali wa dabi utakuwaje. Lakini pia kwenye leo tulivyoamka naona msemaji wa Simba Ahmed Ali kaamka na jingine kaamka na lingine kuhusiana na utaratibu unaoendelea, maandalizi ya timu na kadhalika kuelekea mchezo wa tarehe 15 June. Yapi yanazungumzwa ni haya hapa kutoka kwa Ahmed Ali. Simba tunafanya maandalizi makubwa, tunafanya maandalizi kabambe kuelekea mchezo wetu wa tarehe 15. Maandalizi tunayafanya makubwa kwa sababu hii ni mechi ambayo inakwenda kututengenezea mazingira ya kuelekea ubingwa wetu msimu huu. Kwa ni mechi ambayo lazima sisi viongozi tuichukulie kama ni mechi muhimu kweli kweli, lakini kama haitoshi ni mechi ambayo inatukutanisha dhidi ya mpinzani wetu mkubwa katika nchi ambaye tunawania naye nafasi moja. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi makubwa, na nichukue nafasi hii kuwahimiza wana Simba na wenyewe katika maeneo yao waendelee kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika mchezo huu. Lakini wapo wana Simba wengine ambao bado wanayumba kuhusiana na mchezo huu. Mimi niwathibitishie tu ya kwamba mechi yetu ya tarehe 15 dhidi ya mtani wetu, mechi namba 184 iko pale pale kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Imethibitisha hivyo kwa maneno, imethibitisha hivyo kwa maandishi. Kwa mwana Simba isitokee ukayumbishwa kwa namna yeyote ile. Mechi iko pale pale saa 11 siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6 katika uwanja Benjamin Mkapa. Afisa anasema mechi bado ipo. Mechi bado ipo, na kama ambavyo unaweza kumsikia akihamasisha watu waende uwanjani, wajiandae, wakashuhudie mtanange. Nafikiri kwa haya ambayo yanazungumzwa kuhusiana na nini kinachotakiwa, wao hawana taarifa nayo. Ushaelewa Kwa hiyo kwa mashabiki wa basi wajiandae tu kwenda kushuhudia mtanange ule wa Simba na Yanga. Itakuwaje? Nafikiri shabiki atakutana nacho pale uwanjani ndicho ambacho kitampa majibu. Ushaelewa Usman Abdul? Atakachokutana nacho basi hiyo ndo macho anacheka, moyo unalia. Hiyo sana namwambia ni mshabiki wa Simba. Yani unachokisema mdomoni kingine na kilichopo moyoni kingine. Kwa sababu mambo yanaonekana. Eti Heavyweight Dula. Wewe ukiwa kama shabiki unapopata tangazo kama hili, kwa kusema ukweli kabisa, maana msema kweli mpenzi wa Mungu, unapopata tangazo kama hili, alafu tayari jana kuna kikao kimetoka kufanyika, kwa kusema ukweli, hapa tunaishi vipi? Au wote kama tunaishi kwa kusikilizia? Anayetangaza anasikilizia, anayeambiwa kwenda anasikilizia, mchezaji naye anasikilizia.
Yeah. Hapa pana nguvu. Hapo kuna mkanganyiko by the way. Na kadri muda unavyozidi kwenda, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna tena hata ile muendelezo wa mauzo kuelekea mchezo. Unaona bwana, mauzo ya tiketi na nini hakuna, lakini zaidi tu kumekuwa kukitoka muendelezo wa hili sakata baina ya TFF. Sasa safari hii tena sio bodi ya ligi, safari hii limehamia kwenye TFF na Yanga kwenye mambo ya madai na nini. Kumbuka mchezo unazidi kukaribia. Ndio maana yake. Hiyo wote tupo kwenye mkanganyiko kusema ukweli. Maana yake sasa jana ndo yakaja mapya. Jana akaja mapya. Jana akaja mapya kuhusiana na taarifa, kwa sababu taarifa ile ambayo imetolewa na CRDB kuhusiana na fedha. Na nikasema hili Dula nsijipasue sana. Andiko limetoka kwamba CRDB zile pesa za mshindi wao waliokabidhi TFF. Ndio. Kabidhi TFF. Sasa kuna kigumizi kipi ambacho kwamba kama walikabidhiwa, je, kulikuwa kuna ugumu gani basi wa kuwakabidhi wenyewe wahusika washindi kwa maana ya zawadi zao? Zawadi zao za ubingwa. Unajua hili swala linafurahisha na kuhuzunisha kwa wakati mmoja. Umeona? Kwenye upande upi? Unajua kwanza wote wawili kila mmoja anaamini anamdai mwenzie. Kwa sababu ukiangalia kwenye taarifa ambayo walitoa TFF ni kwamba wao ndio wanaoidai Yanga. Umeelewa? Kwa sababu kuna ada ambazo Yanga omba kwa TFF kwamba watatu kupitia zao za ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Nafikiri wameandika vizuri pale. Na wakaenda mbali zaidi wakasema leo, manake kwa jana sasa ndio leo mtaalamu wa fedha au tuseme mhasibu wa Yanga afike kwenye ofisi za TFF kwa ajili ya kuhakiki madai yao pamoja na vielelezo vyote. Kwa hapo tunapata picha kwamba wao TFF kwanza hawatambui kama wanadaiwa. Wao wanachojua wao ndio wanadai. Lakini Yanga nao wao wanaamini kwamba wao ndio wanadai. Wakatoa taarifa kwamba kuanzia msimu wa 2022 mpaka tunavyozungumza hawajawahi kupewa pesa yao ya ubingwa. Nakumbuka hapa wamechukua ubingwa wa shirikisho. Kwa hivyo baadaye ikaenda mbali na Yanga nao wakaja wakatoa vielelezo vyao kuonyesha kwamba wao ndio wanaidai TFF. Sababu wameandika kwamba katika msimu tatu kwa wamechukua ubingwa wa kombe la shirikisho wameweza kuvuna kiasi cha milioni 300 pamoja na makato yale ya kafu ambao wanaamini TFF hawakuyapeleka. Kanuni shirikisho linapaswa kupeleka sehemu ya fedha ambayo inakusanywa kwenye mapato ya uwanjani kwa kafu, na kama ikitokea hivyo basi kafu wanakuwa na kawaida wanakata kwenye zile pesa za club. Kwa hiyo kiasi cha dola wameandika hapa kiasi cha dola 16 ambazo ni kama milioni 40.6 hivi. Ukijumlisha pamoja na pesa za udhamini za timu ya vijana na milioni 64 inakuja kiasi kama cha milioni 436. Kwa hiyo Yanga wakasema kwamba katika hiyo milioni 436 milioni 210 ikatumika kwa ajili ya kulipa vibali na ada za kutakiwa wachezaji wa kigeni. Sawa. Kwa hiyo wanachotaka wao ni kiasi kilichobakia ambacho katika milioni 436 kitabaki milioni 226 waweze kulipwa. Umeona? Na barua hii waliipeleka kwa katibu mkuu wa TFF ambao ndio Wilfred Kidau, na kama mnakumbuka katika yale madai yao pia walikuwa wanataka na huyu pia hajiuzuru yani. Nafikiri mnakumbuka. Nakumbuka. Na hizi barua zote ambazo walizipeleka zilikuwa ni kwa katibu mkuu, hata ile ya kukumbushia madai yao ambao waliipeleka mwezi wa 4 mwaka 2025 pia walipeleka kwa Kidau ambaye pia wanataka ajiuzuru. Kwa hiyo hapa mimi mpaka sasa hivi nategemea, sababu hili swala siwezi nikalitolea moja kwa moja maoni. Na fikiri sababu mhasibu ameenda pale TFF. Najua baada hili kukaa nafikiri atakuwa na vielelezo na nini watadiscuss, itakuja majibu kwamba nani anamdai mwenzie. Kwa hiyo kinachofurahisha hapa ni kwamba kila mmoja anaamini anamdai mwenzie. Ndio maana nasema linahuzunisha na kufurahisha kwa wakati mmoja. Sawa. Mimi kwa upeo wangu mdogo wa kusomea mambo ya pesa, shida naiona sehemu. Ndio. Kwa taasisi kubwa kama hizi
kunaambia kuna malipo yalofanyika bila kuwa na stakabadhi, hiyo ndio inanipa shida. Niulize kwa nini CRDB kusema kwamba wamelipa TFF, hapo tena discussion hakuna nyingine. Kwa maana kuna vielelezo, si ndio maana yake? Ndio. Kama TFF wamekata madeni yale yalokuwa anadaiwa, ina maana huku hakukurudi risiti, tuseme hivyo. Nawaza mimi, ndio maana nasema kwa akili yangu ndogo ya mambo ya fedha, unaweza vipi kusubiri muda wa kuja kunikagua kama risiti umenipa? Yaani kwa mfano, unajua kwa mfano sasa hivi kwenye mitandao hii ya simu, hadi simu tu, hadi mabenki, mimi nikikulipa wewe tu hapa sasa hivi nikitumia app tu nikakulipa, unajua na risiti na hapo tunamalizana. Kitendo cha wewe Dula kusubiri uje huku kwangu kwanza tukae mezani tuhakiki na kuangalia naye mdai mwenzie, ina maana kuna stakabadhi zilikuwa hazirudi. Kama mambo ya pesa yalifanywa kienyeji, ndicho ndio picha ninayopata mimi. Pengine ilikuwa kwenye mazungumzo kwamba tutakatana. Kwa mimi kama na wewe tunaweza tukazungumza hivyo, lakini kwenye mambo ya fedha hakuna mazungumzo yao tena, hata kwa ndugu yako upaswe kuzungumza hivyo. Picha yangu ninayopata ni hiyo baada ya maelezo ya awali, kama ulivyosema na wewe mwenyewe unasubiri. Mimi napata picha hiyo kwa sababu nimeona between CRDB to TFF story imekwisha. Ila kwa TFF kuja Yanga kama hakuna sawa, anadaiwa wamekatana vipi? Kwa sababu kwa nini aende kuhakiki kama risiti anazo kama kalipa? Sasa kama ndio hivyo, tuchukulie kwa mfano kama hakukuwa na hizo nyaraka, si ndio? Maana yake Yanga ndo atakayeumia, kwa sababu mwisho wa siku Yanga ndio atakayeumia, sababu amekuwa apeleke hizo vyote ambavyo vinaonyesha madai yao wana Sidhani kama kutakuwa kuna kikao cha manake unaonyesha hata madai yani mambo yanaendeshwa kama ulivyosema. Kwa hiyo sasa kama ndio hivyo kama mambo yatakuwa yaliendeshwa kienyeji, basi nitasema hapa naweza nikasema kuna shida kama ulivyosema, na ni kweli, na shida imekuwa kubwa kwa upande wa shirikisho. Dula leo sijui imekuaje? Simu inakata? Simu inakata. Lakini sasa hivi no. Yeah, ndo maana nikasema kwa hiyo hapa cha kufanya tuendelee kusubiri tuone kama Yanga watakuwa na kielelezo kutosha, basi watapewa haki yao. Sawa, kama watakuwa na vielezo vya kutosha basi haki yao wataipata. Heavyweight leo tarehe 11, naona homa inazidi kuwa juu, inazidi kupanda kuelekea tarehe 15. Hapa naizungumzia ile michuano ya klabu ngazi ya dunia ambayo nimeona baadhi ya timu zinakwenda kule Marekani, na jana nikaona Wydad wakiwa wanapiga picha zao za mwisho kuelekea kule Marekani. Pengine kwenye mashindano na michuano hii unaona unazipa nafasi timu za kutoka Afrika, kwa sababu kama ukiangalia majiant timu ambazo zinatajwa kutoka Ulaya sio mchezo. Of course, unajua hii michuano siwezi nikasema nazipa nafasi timu kutoka Afrika. Hapana, sio rahisi, kwa sababu kwenye kila michuano kuna wale tunawaita favorite, yani manake watu wenye nafasi, timu zenye nafasi kubwa kuweza kutoa michuano hii. Kwa mfano katika mechi za kwanza Al-Ahly nafikiri watu wanaifuatilia, kuna Lionel Messi humo, kuna Luis Suarez, kuna Sergio Busquets, ndio watafungua. Hiyo ni Juni 15. Lakini kuna timu vigogo kutoka barani Ulaya, kuna Bayern Munich, kuna Paris Saint-Germain, PSG ambao wametoka kutoa kombe la UEFA msimu huu kwa mara ya kwanza. Kuna of course kuna Atletico Madrid, kuna Chelsea na vilabu vingine vikubwa. Kwa hiyo kwa uzani wa hivi vilabu ukikompea na timu zetu hizi, sio rahisi hata kuipa nafasi ya kuweza kwenda kwenye next stage, sioni. Sawa. Heavyweight, mimi nakushukuru sana leo siku ya Jumatano tarehe 11 kuwa nasi dawatini na kutupitisha kwenye upande wa michezo. Shukran. Pamoja sana. Osman Abduli mimi naomba kuwasilisha, lakini pia kwa kipekee sana ni
tambua uwepo wake my brother Carlos Mbotoni kutokea kule nchini Kurasini na brother Simeoni huyu kutokea maeneo ya Goba. Amani BM naye pia kitokea Goba Center. Tunashukuru sana mwanzo mpaka kwa wakati huu. Angekupo shangazi Gea. Angekupo shangazi Gea ningemwambia kwamba ndio kilichofanyika kwenye kumwaga Zuchu kumwaga Diamond ilikuwa ni kama ujumbe wa comment ile ya bibi Azari. Ushaelewa? Na ningemuomba shangazi azungumze kwamba kumbe wakati mwingine unaweza kuzungumza jambo watu wakaliona na wakalifanyia kazi vipi, kwa sababu umemjibu pakubwa na mapema. Ile nitoa umemjibu pakubwa na mapema sana, unaona. Lakini mbali na hivyo unaona kile kijipensi alichovaa Zuchu ndio watu wamesema sawa umejibu, lakini kivazi hiki kama hakikuwa sawa katika kumwaga mpenzi. Hizi ndizo zenyewe halafu za moto, yani kiboko zilizo kiki. Ladies